Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikamshukuru Mungu, alafu tuwe na dakika chache sana za kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, ninalibariki jina lako na kulitukuza Mungu uliye hai. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja aliyoko mahali hapa. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye yuko mahali hapa, na tunaamini alikuwepo hapa na yuko na sisi toka tulipokupokea, na hata sasa na hata utimilifu wa dahari ataendelea kuwa pamoja na sisi. Baba mtakatifu, wewe ambaye uliita watu wa kila kabila, ukaita watu wa kila taifa ili waje kwako wakuabudu, wakutumikie, na Paulo akasema ya kwamba wakutafute hata kwa kupapasa papasa wakuone. Ingali wewe hawi mbali na wale watu ambao wanakutafuta. Nasi watoto wako tumekusanyika mahali hapa Bwana, kama kusanyiko la watoto watakatifu. Tuko mahali hapa, tunataka kusikia kutoka kwako. Tunataka kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu, tunaomba ukatufundishe. Roho Mtakatifu, tunaomba ukatuelekeze. Roho Mtakatifu, ukatupe nguvu ya kutendea kazi kile ambacho tunaenda kujifundisha mahali hapa. Kinaweza kikawa ni kile kile, lakini Bwana, siku ya leo tunakichukua kwa namna ya tofauti Bwana, huku tukienda na mwongozo wa Roho wako Mtakatifu. Maana tangu majuzi unatusisitiza ya kwamba wale wanaoongozwa na Roho wako ndio watoto wako Baba. Tunaomba mwongozo katika neno hili Bwana. Ninaomba na kushukuru, amen. Watoto wa Mungu, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna kitu ambacho kama nilivyosema ya kwamba pastor alikizungumza tena, na mimi tutaenda tena kupita umo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuzungumza kwa habari ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuzungumza kwa habari ya maombi, na pastor ameshatuambia hapa ya kwamba maisha ambayo tunayaishi sisi kwenye hii imani ambayo tumeichagua bila maombi, yawezekana wewe sio mtu wa imani hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni imani ambayo inatutaka watoto wa Mungu tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni imani ambayo inatutaka wote ambao tuko huku tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninaamini kabisa ninazungumza na watu ambao ni viumbe vipya ndani ya Kristo. Ninazungumza na watu ambao wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kama bado uko mahali hapa, mpokee Yesu Kristo leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukubali ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu ili tuweze kupata ondoleo la dhambi na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko hapa, sio mpaka uje mbele, hapana. Huko uliko, amini tu ya kwamba hatuna ondoleo la dhambi isipokuwa kwa Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninaamini ninazungumza na watoto wa Mungu. Haleluya. Ninazungumza na viumbe vipya katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama nilivyosema ya kwamba tutaenda kuzungumzia swala zima la maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa Bwana, haleluya. Kuna vitu ambavyo nimeviandika hapa na tutavipitia hivyo kwa muda mchache, then tutaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi kama ambavyo imezoeleka kabisa, lakini Roho Mtakatifu akusaidie usiichukue kwa mazoea. Haleluya. Ukae nayo na kuifanyia kazi. Tumekuwa tukijifunza na theolojia zinatuambia ya kwamba maombi kwa sisi tulioamini ni mazungumzo baina yetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mazungumzo baina yetu na Mungu. Lakini siku ya Ijumaa tukapata tafsiri mpya nyingine. Inaweza ikawa sio mpya, lakini tukapata kwa mtazamo mwingine kabisa. Akasema ni kitendo cha kuonesha hali ya uhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba pale ambapo mtu anawaza kuomba, tayari na maana ya kwamba ana ile hali ya kuhitaji kitu kutoka kwa Mungu. Uhitaji huu unaweza ukawa hata kama ni uhitaji wa kuwa rafiki ama karibu na Mungu, tayari huo ni uhitaji. Uhitaji huu unaweza ukawa ni uhitaji wa karama za Roho Mtakatifu, tayari huo ni uhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitendo hiki cha kuwa wahitaji kwa Mungu kinatafsiriwa kwamba ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Na jambo hili ama tendo hili linahusisha pande mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Linahusisha mimi ama wewe pamoja na Mungu ambaye tunamuomba. Lakini kitu cha ajabu na cha msingi sana ambacho mtoto wa Bwana inabidi uelewe, ya kwamba baina ya zote pande hizi mbili zina haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Zina haki kubwa sana mbili. Kila upande una haki ya kuongea na kila upande una haki ya kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika nafasi ya maombi, Mungu ana haki ya kuongea, lakini pia ana haki ya kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa nafasi yetu sisi kama watoto wa Mungu pia, kupitia Yesu Kristo, haleluya, tuna haki ya kuongea mbele za Mungu na tuna haki ya kumsikiliza Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imekuwa challenge kubwa sana. Tumekuwa waongeaji sana kwenye jambo la maombi, pasina kusikiliza na kumwachia Mungu na yeye pia aongee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa waongeaji sana kwenye jambo hili. Tumekuwa waongeaji sana tunapochukua hatua ama tunapoyaishi maisha haya ya maombi. Haleluya. Tumekuwa ni sisi ambao kila mara tunapeleka haja ama kila mara tunaongea, pasina kusikiliza pia ya kwamba na Mungu ana haki ya kuzungumza na Mungu ana haki ya kusikilizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika time ama katika wakati ambao unashindwa kumpa Mungu na yeye pia azungumze, unakuwa umemnyima haki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa umemnyima haki yake. Kwa nafasi hizi ama nafasi hii ya kuongea ama kusikilizwa kwetu sisi tunaipata kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye yeye ndio haki yenyewe sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maombi kama maombi kwa muamini, kama ilivyo tumetoka kujifunza kwamba habari ya ushuhudiaji sio program. Bwana Yesu asifiwe sana. Na habari ya maombi kwa mtu aliye ndani ya Kristo sio program. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari ya maombi ni maisha. Maombi sio program kwa mtu aliyeokoka. Maombi sio swala la kupanga kwa mtu aliye ndani ya Kristo, kwa mtu wa imani hii, kwa mtu ambaye anajua kabisa ya kwamba mimi niko ndani ya Kristo. Maombi sio swala la kupanga, ni maisha ambayo tunatakiwa tuishi. Kwa kwenye muda, kwenye kipindi ambacho unasema kwamba mpaka nijipange ama mpaka niwe mahali fulani ndio nianze kuomba, tayari umemiss mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maombi kama maombi, mazungumzo kama mazungumzo, uhitaji kama uhitaji, ni kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wowote, saa yoyote, mahali popote, mtu wa Bwana inatakiwa uwe mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na katika jambo hili la maombi, msingi mkubwa sana ni Mungu mwenyewe. Kwa katika hali hii ama kitendo hiki, ukimtoa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana, hatuna maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna kelele mbele za Bwana. Ukimtoa Kristo katika jambo hili, hatuna maombi. Tunapiga kelele mbele za Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana, watoto wa Bwana. Sasa ninapenda sana kujifunza ama tuelewe ya kwamba ni kwa nini tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba ni vitu gani ambavyo vinatufanya sisi tuombe ama tuwe na maisha ya maombi. Haleluya. Kitu cha kwanza, kwa nini tunaomba? Tunaomba kwa sababu Yesu Kristo aliomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaomba kwa sababu Yesu Kristo aliomba. Kwa kama vile ambavyo tulio ndani ya Kristo, hakuna mfano wowote ama mtu yoyote ambaye tunaweza tukamwangalia kama mfano katika safari hii ya wokovu, isipokuwa Yesu Kristo peke yake, kwa maisha aliyokuwepo hapa duniani na kwa vile ambavyo tunaendelea kumsoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa vile ambavyo anaendelea kujifunua ndani yetu. Haleluya. Hatuna namna ambavyo tunaweza tukaacha kuomba, kwa sababu Kristo mwenyewe aliomba. Haleluya. Kwa kama lengo la muamini, kama lengo la Mkristo, kama
Lengo la mtu aliyeokoka ni kumfanania Kristo kwa matendo, kwa tabia, kwa mawazo. Moja ya tabia ya Yesu Kristo ilikuwa ni kuomba, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu wa Mungu, amina. Kwa kama tunakaa na kukubaliana kabisa ya kwamba watoto wa Bwana lengo ni kufikia ule utimilifu ama the way ambavyo Kristo alikuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa duniani, moja ya tabia ambayo alikuwa nayo ni kuomba. Mtu wa Mungu, tunapoacha kuomba, tumeacha kushiriki tabia mojawapo ya Kristo alipokuwepo hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoacha kuomba, tunapoacha kuzungumza na Baba, tunakuwa tumeacha tabia mojawapo, tunakuwa tumeacha jambo mojawapo ambalo Kristo alilifanya alipokuwepo hapa duniani. Na kama mtoto wa Bwana aliomba, mwanawe mpendwa kabisa alikuwa anapata muda, maombi alikuwa ni maisha yake. Mimi na wewe inatakiwa kuwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama Yesu alikuwa na maisha ya maombi, mimi na wewe ni akina nani? Kitabu cha Luka sura ya 5. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 16. Biblia inasema, ukianzia mstari wa 12 lakini 16 anasema, lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafanya nini? Akaomba. Injili hizi kuanzia Mathayo, Yohana, Marko na Luka zimeeleza sana matendo mengi sana ya Yesu, jinsi ambavyo alikuwa anaomba. Lakini hakuishia kuomba, alitufundisha pia na sisi kuomba. Alituhimiza na sisi kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Luka hii ile sura ya 18 inasema kwamba naye Yesu akapanda mlimani kama ilivyokuwa desturi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ilivyokuwa desturi. Manake alikuwa na tabia ama desturi ya kwenda mahali na kuomba. Ilikuwa ni tabia ambayo ilikuwa iko ndani yake. Ilikuwa ni tabia ambayo ilikuwa anaishi alipokuwepo hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ubize wote Yesu aliokuwa nao wote, lakini alikuwa anaomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maisha ya maombi kwa muamini ni muhimu na ni lazima sana. Lakini kwa nini tunaomba pia? Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa kama kanisa la kwanza na lenyewe lilikuwa ni kanisa la maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa ni watu ambao wanaomba, na Biblia inatudhihirishia kabisa ya kwamba kanisa, kuna mahali, kanisa kuna sehemu lilikuwa linaomba. Kanisa kama kanisa, achilia mbali mtu mmoja mmoja, lakini maombi ya waamini, maombi ya watu ambao wamekusanyika pamoja, Biblia inatudhihirishia ya kwamba yalikuwa yanafanyika. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Matendo ile sura 12 utakutana na jambo hilo ya kwamba nalo kanisa likaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunaomba pia kwa sababu wale watu ambao walipokea imani na kuileta kwetu sisi, walichukua kila tabia ambayo alikuwa nayo Kristo wakaiishi, na vile vile kama tabia ambavyo wao waliishi wakaileta na kwetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa tunaomba kwa sababu kanisa la kwanza pia liliomba, na sisi kama kanisa ambalo ni la nyakati hizi hatuwezi pasipokuwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tabia nyingine ama kitu kingine ya kwamba kwa nini tunaomba, unaweza ukakiandika hiki, ni kwamba Mungu wetu anasikia. Mungu wetu anasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu anasikia, na ndio maana tunaomba, na ndio maana tunapata ujasiri wa kwenda mbele za Baba, kwa sababu Mungu wetu anasikia. Kama Mungu wetu angekuwa hasikii, tusingekuwa na sababu ya kwenda kuomba. Haleluya. Tusingekuwa na sababu ya kwenda kuomba. Kwa ujasiri ambao tulionao, ambao unatufanya tumwendee Bwana, ni kwa sababu tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, anatusikia. Kwa hatuwezi tukakaa mahali tukasema hatuombi,
tukasema hatujihusishi na maombi, wakati Mungu tayari ameshafungua sikio lake. Na sisi kama watoto ambao ni muhimu sana kutambua nafasi hii ya kwamba unapokuwa mtoto ni lazima uwe muhitaji kwa baba. Bwana Yesu asiwe sana. Mtoto ambaye haoneshi uhitaji kwa baba, mzazi wake atakuwa na maswali mengi sana. Mzazi wake atakuwa na maswali kwamba huyu anasurvive vipi, anaishi vipi, mbona haombi kama watoto wengine wanavyoomba. Haleluya. Yaani ni sawa na uwe na mtoto especially zaidi mtoto wa kike, uko naye hapo, ghafla unamuona mara ana iPhone, mara ana nini, yaani hajawahi kukuomba wewe, unamuona tu mara leo amekuja na hiki. Yaani wewe kama mzazi utaanza kujihoji, huyu vipi, anatoa wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Haombi hela za nguo, mara kesho amekuja na gauni jipya. Baba, mama, ona nimepata gauni jipya. Hajawahi kukuomba kwamba anaomba hela aende akanunue kitu. Amna. Kama mzazi hautajiuliza maswali, lazima utajiuliza. Bwana Yesu asiwe sana. Na Mungu katika mtazamo huo kama watoto wa Bwana, katika nafasi yetu kama watoto, ni lazima na ni muhimu sana kwenda mbele za Mungu kuonesha uhitaji. Haleluya. Kuonesha uhitaji ya kwamba hatuwezi bila yeye. Na ndicho kitu ambacho Mungu anapenda. Na ndio maana kuna wakati anaweza hata akatengeneza mazingira hayo kutufanya tu sisi tuwe tunaenda mbele zake kila siku. Bwana Yesu asiwe sana. Nilikuwa nasoma story moja ya wana wa Israeli, kitabu cha Hesabu ile sura 16. Mungu anamwambia Musa, wamelia wanataka mana na vitu kama na mana. Waambie wakija kesho watapata mana jangwani. Lakini hiyo mana mtu asikusanye kiasi cha yeye kubakiza, na ambaye alithubutu kubakiza alikuta vimeoza. Mungu alichokuwa anataka ni kwamba kila siku waende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku waende jangwani kumuomba kama watoto, waoneshe imani kwa baba yao, waoneshe imani kwa baba yao. Na ndio maana Mungu kuna wakati kuna vitu tu, Bwana Yesu asifiwe sana, sisi ni wahitaji, ni kutufanya tuwe wanyenyekevu, tutambue nafasi yetu kama watoto ya kwamba hatuwezi pasipokuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unadhania Mungu alishindwa kuwapa mana za kutoshelea safari nzima? Haleluya. Unadhania Mungu alishindwa? Angeweza, angewapa. Lakini alikuwa anataka ule utii na ile imani, anaitafuta ya kwamba leo nimepata, kesho tukienda tena tunapata, kesho kutwa tukienda tena tunapata. Na ndio maana leo hii utapata hiki, kesho utakuwa na uhitaji na hiki, kesho utakuwa na uhitaji, yani kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema imewapasa kumuomba Mungu kila siku na wakati wote. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Katika nafasi yetu kama watoto wa Mungu na Mungu kama baba yetu, ndio maana tunaomba mbele zake. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa tunapoenda mbele za Bwana, tunapoomba mbele za Bwana katika maisha haya, sisi kama waamini, maisha yetu yanaweza yakawa na changamoto nyingi. Haleluya. Safari yetu ya wokovu ina changamoto nyingi sana. Safari yetu ya wokovu ni kama vile watu fulani walikuwa wanatoka Misri kuendelea Kanaani, walikumbana na changamoto nyingi sana. Lakini walichokuwa wanakifanya wale ambao waliamua kumtumainia Bwana na kumsikiliza Bwana, waliiona Kanaani. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa sisi kama waamini na sisi kama watoto wa Mungu, maisha yetu, wokovu wetu, kuna vitu vingi sana vinatokea. Kuna mambo mengi sana yanatokea. Lakini ndugu yangu mpendwa, nataka nikwambie hayo mambo yanatutaka tuombe. Mara tunapoomba, tumetoka kujifunza hapa ya kwamba sisi ni viumbe ambavyo si vya kawaida. Tunatakiwa tufanye mambo yasiyo ya kawaida,
na hayo mambo yatatokana na sisi kutokuwa wa kawaida. Tukimpokea Yesu Kristo tayari tunakuwa sio wa kawaida, lakini Kristo Yesu akiwa ndani yako, akiwa ndani ya Kristo ambaye haombi, Mkristo huyo anakuwa ni wa kawaida. Watu wote ambao waliweza kuionyesha hiyo nguvu wakafanya mambo ambayo si ya kawaida, mtu wa Mungu, walikuwa ni waombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa ni watu ambao wanaomba. Haleluya. Katika safari hii inahitaji watu ambao wanaomba, maana tunapomwomba Bwana, tunapokuwa kwenye majaribu, tunapokuwa kwenye changamoto, Bwana ndipo anatutia nguvu, na Bwana ndipo anatutia moyo kupitia Roho yake Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia anasema hivi ya kwamba kipindi Yesu anautazama msalaba, kipindi Yesu nyakati zimefika za yeye kwenda kusulubiwa, anatazama mateso na anautazama msalaba, kama mwanadamu akaanza kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba akaenda kama ilivyokuwa kawaida yake, akapiga magoti mbele za Bwana, akaanza kuomba, akaanza kumwambia Mungu, akaanza kumuita Baba. Ninapenda sana mahali hapa kwa sababu ni mahali ambapo panadhihirisha kabisa ya kwamba tuwapo kwenye maombi, Bwana huwa anatutia moyo, Bwana huwa anatutia nguvu. Biblia inasema ya kwamba kipindi anaomba Kristo, malaika wa Bwana akatokea pale. Bwana akaagiza malaika wakamtia nguvu Kristo Yesu. Walivyomtia nguvu, akaona msalaba ni jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaomba kwa habari hii mateso. Tunapitia changamoto nyingi sana kwenye huu wokovu. Tumewahi kujifunza hapa ya kwamba kukubali mateso pamoja na Kristo. Kuna wakati hayo mateso hatuwezi kukubaliana nayo kama tusipokuwa watu wa maombi. Bwana, mtu wa Mungu, watu wa maombi, mtoto wa Bwana, kwa sababu tuwapo kwenye maombi ndipo Baba kuna wakati anatutia moyo, anatuambia songa mbele, kwamba utukufu mkubwa unakuja. Ndiposa Paulo akaongea akasema ya kwamba na Roho naye anatusaidia kuomba, kwa sababu hatujui sisi namna ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa nasoma hapa nikamwelewa Paulo kabisa ya kwamba ukianzia kule juu kwenye hii Warumi, alikuwa anaongelea masuala matarajio ya nyakati zijazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaangalia habari za mwili mpya. Anazungumza kabisa ya kwamba sisi tunatarajia kitu kilicho chema, lakini kuna wakati mioyo yetu inaugua. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaugua kabisa ya kwamba katika safari hii ya wokovu kuna wakati mioyo yetu kama wanadamu inaugua kabisa. Ndiposa anaandika anasema kadhalika na Roho pia anatusaidia namna ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati safari hii ya wokovu, mtu wa Bwana, inaweza ikawa na ngumu, ina changamoto sana. Ngoja nikwambie mtu wa Bwana ya kwamba hakuna mahali pengine ambapo tunapigana hii vita kwenye safari hii ya wokovu isipokuwa kwenye kuomba. Kama Kristo akiwa ndani yetu, kama Baba akiwa ndani yetu, kama Mwana akiwa ndani yetu, na huyu Roho Baba akiwa ndani yetu, tunapitia changamoto, tunapitia adha, tunapitia shida, tukiamua kwenda magotini kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa anatutia moyo. Haleluya. Baba huwa anatutia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa tunatoka na nguvu mpya, mtu wa Bwana. Tunatoka kama tumewishwa upya. Ukiwa na tabia ya kuzungumza na Bwana, maombi yakiwa ni tabia yako, hauwezi ukayumbishwa kwenye safari hii ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Majaribu yatakuja, itakuwa ni kama mtaji kwako ambayo itakufanya uzungumze na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema Kristo akaomba, malaika wakatokea, wakamtia nguvu. Nikawa na waza ya kwamba kumbe malaika ama Baba ana tabia ya kutuma malaika watu wanapoomba. Biblia inasema ya kwamba kitabu kile cha Matendo ile sura ya 12 ya kwamba kanisa lilipoomba, likaomba kwa bidii, likaomba sana, ndiposa Bible inasema Bwana akatuma malaika
gerezani alipokuwepo Petro, mtoto wa Bwana. Tunapoomba Bwana huwa anatuma malaika zake. Kanisa kama kanisa, watoto wa Baba, tukiomba watu wamefungwa, malaika wa Bwana atawafungua na Bwana atawarejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa likaomba, watu wa Bwana. Kanisa lilipoomba, likaomba, malaika wa Bwana akaenda kwenye gereza alilokuwemo Petro. Kama vile ambavyo Mungu alituma malaika, akatuma malaika pia kwa Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yalikuwa ni matokeo ya kanisa kuomba. Tunapozungumza tukutane kuomba, tukusanyike kuomba, watoto wa Baba, ni vizuri tukawa tunachukulia ya kwamba ni moja kati ya vitu vya msingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na tumetoka kujifundisha ya kwamba hata huduma ya upatanisho haiwezi ikaenda bila maombi. Ya kwamba kuna maombi kabla hata ya huduma yenyewe, na kuna maombi baada ya huduma yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokusanyika kama kanisa tukaomba, ya kwamba midizini hii kuna watu wako kwenye magereza, kuna watu ambao wamefungwa, malaika wa Bwana anaenda kusema nao, Roho wa Mungu anaenda kusema nao kwa habari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa kimsingi kabisa Biblia inatuambia ombeni nanyi mtapewa. Tafsiri nyingine ni kwamba usipoomba upewi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Ombeni nanyi mtapewa. Usipoomba, usipopewa, usilalamike. Kwa kama kanisa tusipoomba, tusije tukalalamika kwamba Mungu aokoe watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusije tukasema kwamba injili hazina matokeo. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusije tukalalamika ya kwamba injili haina matokeo kwa sababu hatujaomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Roho wa Mungu awe ndani yetu atusaidie sana hili jambo. Tuwe watu wa kuomba. Haleluya. Tuwe watu ambao tukisikia habari ya maombi, tukisikia habari ya kuja kuricharge, kama pastor alivyosema ya kwamba maombi ni kama yanaenda kuricharge. Haleluya. Kwa sababu unaweza ukawa na karama, lakini karama hiyo inahitaji Roho wa Mungu akae ndani yako, na Roho wa Mungu akukaa ndani ya mtu anahitaji kama kitu kushtua hivi, na tunakishtua kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunakishtua kwa maombi. Nilikuwa naomba nasoma habari hata ya mitume. Yesu aliwaambia Roho atawashukia na nyinyi mtakuwa mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila Roho aliposhuka wakaanza kuomba. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Tusipoomba ni kama ni matumizi mabaya ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu moja ya kazi yake ni kutusaidia kuomba. Moja ya kazi yake ni kutusaidia watoto wa Bwana kufanya nini? Kuomba. Tusipoomba, tusipomwachilia aombe, ni kazi hata kuona hizo karama. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapokuwa kwenye maombi ama maisha ya maombi, ni mahali ambapo, ngoja nikwambie, hii ni kitu serious kabisa. Mimi nimeishuhudia kwa macho yangu kabisa. Kuna mahali niliwahi kwenda, Kuriwani, kuna kama ubaridi fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipofika pale, nikahesabu vijana, nikachukua vijana hadi watoto sio watinzi na vitu vingine wengi. Afu nikakaa nao. Nilivyokaa nao, yani ukimuuliza kwamba wewe labda una kipawa gani? Sijui. Wewe sijui. Wewe sijui. Sema okay sawa. Nikasema hapa tutakula gwaride mwezi mzima, kuanzia saa 3 kamili usiku tunakutana kanisani, tunatoka saa 11 asubuhi, mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe sana.
na Roho wa Mungu alitusaidia sana, tulikuwa waaminifu sana. Ilikuwa 2:30 tayari watoto vijana tayari tumekusanyika kanisani. Nikamwambia hapa tunaondoka mwezi. Bwana Yesu atusaidie sana. Na moja kati ya vitu ambavyo nilivishuhudia kwa macho, wale ambao walikuwa wanasema kwamba hatuna vipawa, ni kwa sababu walikuwa hawajaona, ama walikuwa ni kama hawajaviboost ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuanza program, baada ya kuanza swala hilo ama jambo hilo la maombi kila siku, ilikuwa ni wiki ngapi tu unasikia bro, tunatamani kwenda kupasuka, kwenda kuhubiri, tunatamani kwenda kupasuka. Yaani vifua ni kama vimejaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunatamani kwenda kuhubiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwenye maombi, mara mtu mwingine unasikia ameanza kutoa na unabii, ila ni wapi? Tuko kwenye maombi. Mara mwingine unasikia mimi najisikia kuombea watu, tuendeni sokoni, natamani niende nikafanye maombi kwa wafanyabiashara. Tunaenda sokoni, tunapanda kwenye meza, tunasema soko zima funikeni macho, tunataka tuombe. Watu paka chemka ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida inawezekana sio kwamba watu wana karama, ila kuzichochea, kama sasa alivyosema Paulo, tuzichochee. Tunazichochea kwa kuzifanya, lakini tunaziboost kwa maombi, mtu wa Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maombi, mtu wa Bwana. Yaani no way tunaweza tukafanya ama tukawa supernatural man kama tukiwa sio watu wa maombi, kama tukiwa sio watu wa kuzungumza na Baba. Kuna vitu vinatokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni vyepesi sana kama mtu ukiwa mtu wa maombi sana. Haleluya. Tunatamani sana, kama pastors wamevyokuwa wakisema, tunatamani karama zitokee sana kwenye kanisa, zitokee sana. Lakini mtu wa Bwana, ninakuhakikishia yako baada ya wale jamaa Roho kushuka na kuanza kuomba, wakaomba, wakanena, wakaomba, Petro aliyetoka kwenye yale maombi sio yule. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio yule kabisa. Niko nasema ukuta, ndio maana kina Petro walikuwa wanalala. Yesu yeye anaenda kuomba, wao wanalala. Walikuwa ndani yao hakuna power, hakuna ile nguvu. Bwana Yesu, kwa hiyo inawezekana tusiwalaumu sana kwamba kwa nini hawa jamaa walikuwa wanalala. Kwa sababu Roho ndo atusaidie kuomba, si ndio? Na wao walikuwa hawana Roho Mtakatifu. Walikuwa hawana hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yamkini walikuwa sahihi kulala. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kuwa amewashukia, watoto wa Baba, ilikuwa ni hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama Yesu ndio angerudi tena akajichanganya kwenda nao mlimani, Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwamba twende tumkakeshe pamoja na mimi, yaani angejichanganya kwenda nao kipindi ambapo Roho wa Baba ameshuka. Yaani mwenyewe angesema haya majitu sijui nimeyatoa wapi. Haleluya. Kwa sababu Roho aliposhuka yalianza kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakaomba, wakaomba, wametoka kwenye maombi watu wa tofauti kabisa. Na hii ni uhalisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni uhalisia. Ukitoka kwenye maombi, yani yale kabisa ya mtu uliye ndani, umekufa katika Kristo Yesu, umetoka kwenye maombi kuzungumza na Baba. Ukitoka unaweza kuambia watu nipelekeni mochwari. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ukitoka ule ujasiri unaokuwa nao. Haleluya. Sema jamaa, hivi kuna mochwari hapa karibu, nataka niende nikasimamishe mochwari nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaupata kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaupata kwenye maombi. Vipawa tumuombe Roho Mtakatifu ameshaviweka ndani yetu. Tumuombe Baba achilie roho wa maombi ndani yetu, vipawa viweze kuibuka, vipawa viweze kuonekana, karama ziweze kuonekana. Naongea na mtu mmoja hapa. Biblia inasema ya kwamba hata nyakati zile za zamani Musa ametoka kuzungumza na Baba, alivyorudi alikuwa si wa kawaida. Alivyorudi kutoka mlima Sinai alikuwa si wa kawaida kabisa. Walikuwa wakimtazama, wanamwona kama si Musa. Utaji umejaa kwenye paji la uso wake. Mtu wa Bwana, mtu wa Mungu. Maombi, 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 maisha ya maombi kwa mtu aliyeamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikutie moyo, nikutie moyo. Kama tunataka
tuugeuze ulimwengu, ni lazima tuwe watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunaitaka heshima, ni lazima tuwe watu wa maombi. Kama tunataka kufanya vitu ambavyo si vya kawaida, ni lazima tuwe watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuombe. Kama tunataka tufanye kazi juu ya vile ambavyo mabosi wetu wametarajia, ni lazima tuwe waombaji. Ni lazima tuombe. Kama tunatamani Baba atufunulie siri za watu, ni lazima tuwe waombaji. Kama tunatamani Baba atufunulie siri za familia, ni lazima tuwe waombaji. Kama tunatamani huu ni mwezi wa familia, kama tunatamani familia zetu zisimame, ndoa zisimame, watoto wasimame, chochote kisimame, ni lazima tuwe watu wa maombi, watu wa kuomba, watu wa kuomba, watoto wa Bwana. Ninazungumza na mtu mahali hapa, ninazungumza na mtu mahali hapa. Lazima uwe mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Changamoto ni nyepesi sana, ni kwamba hatuombi, ndio maana hatupokei. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Changamoto ni nyingi, na mimi nakuhakikishia tu ya kwamba usipoomba hutoki hapo ulipo. Yaani hiyo ndio principle. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Usipoomba hutoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombeni nanyi mtapewa. Hiyo ndio principle na ndio kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuomba ni kama nilivyosema, sijamaanisha paka sijui ufanye ni no, hapana. Kuna wakati unaongea na Baba, unaongea naye tu, uko kwenye daladala unazungumza na Baba, uko unakula unazungumza na Baba, umelala kitandani unazungumza na Baba. Hayo ndio maisha ya mtu waliokoka, maisha ya maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inasema Elia, Yakobo alikuwa ni mwanadamu mwenye asili na tabia kama ya kwetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kimsingi sasa, nilikuwa nasoma hapa, kimsingi Elia yeye alikuwa ni mwanadamu wa asili, ila unapompokea Yesu Kristo unakuwa sio mwanadamu wa asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Biblia yenyewe imeelezea aina 3 za watu. Imeelezea kuna mwanadamu wa asili, ikaelezea kuna mwanadamu wa mwilini, na ikaelezea kuna mwanadamu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeelezea kuna natural man, ikaelezea kuna carnal man, na ikaelezea kuna a spiritual man. Mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo Biblia inasema kwamba Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye asili na tabia kama za kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kimsingi sisi hatuna tabia kama za Elia. Sisi tuna tabia kama za Yesu, kwa sababu tuko ndani ya Yesu na Kristo yuko ndani yetu. Haleluya. Kwa kama Elia aliyekuwa na tabia za asili za mwanadamu aliweza kuomba. Yaani unajua hawa jamaa kama ambavyo nimesema kwamba watu wengi sana ambao walifanya vitu ambavyo ni above vile ambavyo tunawaza, our thinking capacity, walikuwa ni watu wa maombi. Hata kwenye Biblia we are talking about kina Danieli, walikuwa ni watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa ni watu wa maombi. Nikutie moyo sana mtu wa Bwana, nikutie moyo sana mtu wa Mungu. Kuanzia leo anza kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kuzungumza na Baba. Anza kuzungumza na Baba kwenye situation yoyote, anza kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukabadilisha system za ulimwengu huu tukiwa watu wa power. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa maombi tuna uwezo kabisa wa kubadilisha yote yanayoendelea, na tukawavuna watu wengi sana kwa Kristo Yesu wakaja. Haleluya. Hivi unazania kwa mfano tukaenda pale Kibaoni pale, tukafika tunashusha power pale, yaani watu kama 100 hivi wote wakaanza kuanguka mapepo pale, Jumapili inayofuata patatosha hapa?
hapawezi pakatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapawezi pakatosha. Hiyo nguvu tunaipata wapi? Chemba, kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maombi, haleluya. Mtu wa Mungu, kwenye nini? Kwenye maombi. Kwenye maombi tunapata hiyo power, tunapata hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata nguvu ya kuendelea mbele tena. Na Mungu ameshatupa uhakika wa kusikia, ametupa uhakika wa kutenda, ya kwamba sikio lake sio zito. Bwana Yesu atusaidie sana, hata lisiweze kusikia na kuokoa. Mkono wake sio mfupi. Anaposema sikio, tayari hapo kuna jambo la kusikiliza, haki yake ya kusikiliza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba. Kina Elia walisimamisha mvua, kina Elia walirudisha mvua. Natamani sana Apostle Reginald usimamishe hata jua siku moja. Kuna mahali tunaenda, jua linataka kuzama na injili inapigwa pale, unasimama tu unaliambia jua, hebu subiria kwanza, naona kuna moto unawaka, na lile jua linakutii. Maana ni kawaida sana hiyo. Kama kina Joshua waliweza kwa sababu tu walikuwa wanapambana vita, hata sisi tunaweza kwa sababu aliyoko ndani yetu ni zaidi hata kina Joshua. Aliyoko ndani yetu ni zaidi hata ya kina Elia. Mtu wa Bwana, nataka nikwambia ya kwamba maombi yanafanya vitu ambavyo sio vya kawaida kabisa. Maombi yanafanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Yanafichua siri ambazo zimejificha. Akina Danieli walikuwa kwenye maombi, walikuwa kwenye maombi, wakaanza kusoma, wakagundua ya kwamba hata ule muda umeisha. Walikuwa kwenye maombi. Unataka siri zote, nenda kwenye maombi, mtu wa Baba, nenda kwenye maombi. No way ambayo tunaweza tukapata hayo kama hatusio watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waliomba. Biblia inasema kitabu kile cha Matendo ile 16 ya kwamba majitu yametembea na miujiza mingi sana, lakini baadaye yakakamatwa. Makina Paulo na Sila wakawekwa pale gerezani. Biblia inasema ya kwamba majira ya usiku wakaanza kuomba na kumuita Bwana. Jamani, amina. Maombi, mtu wa Bwana. Mimi sina kingine ambacho naweza nikakizungumza, ni maombi tu, mtu wa Bwana. Ni maombi tu, mtu wa Baba. Hatuwezi tukatoka hapo ambapo tupo kwenye hiyo changamoto kama hatutaomba, kama hautazungumza nayo, hauwezi ukatoka. Watoto wa Mungu, tunataka, ni lazima tuombe. Yale majitu yakaomba usiku wa manane. Biblia inasema ya kwamba wakiwa kwenye maombi, wakiwa wanamsifu Bwana, mara ghafla likatokea tetemeko. Mara ghafla likatokea tetemeko. Wako kwenye maombi, wako kwenye maombi, wanamuita Baba, wanamlilia Baba, wanamuita Bwana, wanainua jina la Bwana. Wako kwenye maombi, tetemeko likatokea. Mara ghafla misingi ya gereza ikaanza kutetemeka. Mtoto wa Mungu, tunapoomba hiyo misingi ya magereza, iwe ni kwako, iwe kwenye familia, iwe kwenye jamii, iwe kwa mtu yoyote, huwa inatikisika. Mtoto wa Bwana, mtoto wa Mungu, maombi, maombi, maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi, kuzungumza na situation, kuzungumza na hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor aliongea kitu kimoja sensitive sana, ya kwamba shetani ameshatuaminisha ya kwamba the way ambavyo tunaishi ndio kawaida. Yaani wengi tukishafika kwenye kitu kinaitwa comfort zone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ka comfort zone fulani hivi ukiwa nako unaona umemaliza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe unakuta hata ka comfort zone ni kagereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo. Kwa sababu unajikuta hujitambui, uelewi nini ufanye. Ukishakula milo mitatu, ukishakuwa na usafiri, ukishakuwa na usafiri, ukishakuwa na nyumba, unaona basi
Ukishakuwa na mke na mme, unaona basi nini kingine tena? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatujaitiwa hayo mambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitiwa kuwa na hayo, zaidi ya hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitiwa kufanya zaidi ya hivyo vitu. Haleluya. Tumeitiwa kufungua wafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa kuwatoa, kuwaweka huru watu waliofungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa kuponya wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa kumtangaza Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa kuwa vipofu waweze kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa mabubu waweze kuongea. Ni mbali kabisa na nyumba na magari, ni mbali kabisa. Na ndio maana mtu ambaye unaweza ukatambua haya, unaweza ndani ukawa ni kweli una kila kitu, lakini stili unaona hapa nimepungukiwa, hapa nimepungukiwa, kwa sababu kuna jambo ambalo niliitwa, kuna vitu ambavyo Mungu alinitia ambavyo sijavifanya. Watoto wa Bwana, yani tunawezaje kutulia hata kiwete yani hujawahi hata kumfanya kipofu aone, unatuliaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine hapa hata homa tu hujawahi kuombea mtu amepona, malaria tu, lakini unatulia, una relax kwa sababu unakula milo mitatu nini tayari. Kichwa kikikuuma unampigia pasta, kichwa tu kimekuuma, pasta anahitaji maombi. Kichwa kichwa kinagonga, kichwa kinagonga, mtu wa Bwana unahitaji maombi kutoka kwa pasta. Ukiteguka mguu, yani kichwa kama kichwa kinauma unahitaji maombi kutoka kwa pasta. Ukiteguka mguu, mtu wa Bwana, sisi ndio unaanza yale mambo, sijui Mungu hapa uje wewe mwenyewe. Mungu haji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu tuko naye ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tuko naye ndani, na Roho Mtakatifu tuko naye ndani. Bwana ameshakuja, ameshafanya makao, akakaa pamoja na sisi, akakaa pamoja na wewe. Unapompokea Kristo, Bwana anaingia ndani yako, nawe unakuwa ndani yake. Jamani, amina. Lolote utakalo lisema ni Bwana amelisema. Lolote utakalo liamua ni Bwana ameamua. Lolote utakalo linia ni Bwana amenia. Haleluya. Ukisema kichwa tulia, ni Bwana amesema kichwa tulia, na lazima kitatulia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shida tunajiona ni wa kawaida, tunaona ni yani, unajua moja kati ya vitu ambavyo inabidi tuombe sana, yani kila siku tumekuwa tukifundishwa hapa kwamba wale wa zamani, jambo la Mungu kuishi ndani ya mtu, yani kwao ni surprise sana. Yani namna ambavyo kina Musa alikuwa anahangaika kupanda milima, yani kama Mungu ndo angekuwa ndani yao wasingehangaika. Haleluya. Kina Elia kukulu kwenye mapango, anaenda milimani, watu wanatoka mahali fulani wanaenda Yerusalemu just kukutana na Mungu, kumtafuta Bwana. Sasa wanashangaa, wanasema yani kumbe wewe hata ukiwa kwenye daladala tu hapo Mungu yupo. Bwana Yesu asiye sana. Yani moto wa Bwana kumbe ukiwa yani shida sio Bwana kuwa ndani yetu. Bwana Yesu asiye sana. Unaelewa kile kikebo cha chaji, nguvu inayoingia mle ndani ni kubwa tofauti na inayotoka. Bwana Yesu asiye sana. Voti inayoingia kwenye ile kebo ya chaji ni nyingi sana, tofauti na inayotoka inaingia kwenye simu. Sasa Wakristo wengi tuko hivyo, yani nguvu iliyoko ndani, Kristo kama Kristo, Roho Mtakatifu amejaa, ila manifestation sasa ndio inatutegemea sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Vile ambavyo tunatoa ile power tofauti kabisa na iliyomo. Mtu mmoja akafundisha akasema hivi, wewe ukishindwa kuitimiza kweli, haina maana Roho Mtakatifu ameshindwa kutusaidia kuishi kweli. Kwa tunaposhindwa ama unaposhindwa kufanya vitu ambavyo ni above thinking capacity ya mwanadamu, sio kwamba Mungu ndo ameshindwa.
Usimsingizie Bwana. Bwana yeye amekamilika nyakati zote. Haleluya. Yesu yeye amekamilika nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haya mambo, kuna utashi kabisa kwenye haya mambo. Anayezitaka zaidi anakuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bahati nzuri ni kwamba hatuna huduma ya maombi. Haleluya. Maombi ni ya kila muamini. Maombi ni ya kila mtu. Hakuna mtu ambaye ana huduma ya maombi. Kama mtu ana kipawa cha matendo ya miujiza ama kalama, wewe huyo achana naye. Huyo anajuana na Mungu wake. Lakini swala la maombi, swala la kuomba ni la kila muamini, mtu wa Bwana. Swala la kuomba ni la mabinti, swala la kuomba ni la vijana, swala la kuomba ni la wababa, swala la kuomba ni la kina mama, swala la kuomba ni la kila muamini aliyoko ndani ya Kristo. Swala la kuomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuwe waombaji, watu wa Bwana. Tunataka matokeo, tuwe waombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa kama kanisa tunataka matokeo. Kanisa la hapa, kanisa la Tanzania ni muhimu sana tuwe waombaji. Haleluya. Ni muhimu sana. Unataka matokeo binafsi, ni lazima sana, mtu wa Baba, uwe muombaji. Uwe na uwezo wa kuomba, uwe na uwezo wa kutikisa hiyo misingi. Nataka nikutie moyo, mtoto wa Baba, ya kwamba ujumbe ama nyakati hizi ni nyakati za kuamua sasa, ya kwamba kuanzia leo nitayaishi maombi. Kuanzia leo nitaishi maombi. Kuanzia leo sitasubiri kanisa lipange ratiba. Kama kanisa likipanga ratiba, nitakuwa nao. Lakini ni lazima wakute nina ratiba zangu, wakute nina ratiba za kuongea na Baba. Mtu wa Bwana, hii safari ya wokovu bila maombi ni lazima utaiona ngumu sana. Hii safari ya kumfanania Kristo, hii safari ya kuendelea kabisa katika wokovu bila maombi, ni lazima tutaiona ni ngumu. Na kuhakikishia sana, ni lazima tutaiona ni ngumu, mtu wa Bwana. Otherwise umeamua kuzoelea. Otherwise, kwa sababu kuna watu ambao wanaona Ukristo ni mwepesi, kumbe tayari wamezoelea. Wana compromise vitu vingi sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Moja ya changamoto ambayo tuko nayo sana iko ndani ya kanisa, compromise. Watu wanaweka usawa sana. Bwana Yesu asiye sana. Watu wanazungumza sana na mambo fulani hivi ambayo yamkini hayampi utukufu Bwana. Wakishaweza kuyaishi hayo, tayari wanaanza kuona wokovu ni lele mama. Mtu wa Bwana, wokovu sio lele mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu sio lele mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu tuna raha, tunawaambiaga wakule. Lakini huku, mtu wa Baba, huku kuna wale wanasema huku ni nginja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alitukomboa, akatufia pale msalabani, na akatuambia kabisa ya kwamba atakaye kunifuata mimi ni lazima akamate msalaba wake aubebe ndio aje kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ajikane, mtu wa Mungu. Haleluya. Hasa maisha haya yanachangiwa na vitu vingi sana. Maisha ya kujikana, kuna kusoma neno, kuna kukusanyika, kuna nini, lakini na maombi yakiwa humo ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Na maombi yakiwa humo ndani, yaani tunaweza tukaishi tukaona kabisa Mungu azungumzi, kumbe Mungu anatafuta kuzungumza naye anakosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anatafuta kuzungumza naye anakosa. Bize sana na mambo yetu. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tuko bize sana na mambo yetu. Tunasahau kabisa mambo ya Bwana. Tunasahau kabisa mambo ya Bwana. Huku ni kuomba na kuombeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari hii ya wokovu ni kuomba na kuombeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia Petro ya kwamba ninakuombea wewe Petro. Bwana Yesu asifiwe sana.
na wewe ukiimarika utawaombea na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku ni kuomba na kufanya nini? Na kuombeana kwenye safari ya mbinguni. Haleluya. Tunaombeana kama kanisa, tunaombeana kama vijana, tunaombeana kama wamama, mpaka siku moja tumuone Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka siku moja tumuone Yesu. Haleluya. Mpaka siku moja tukutane mbinguni, tukae pamoja na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ni mwaminifu sana sana. Ninampenda sana huyu Baba kwa sababu hajatuacha yatima. Alijua kabisa ya kwamba hatutaweza chochote, na ndio maana akamwacha Roho Mtakatifu. Ninarudia tena ya kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anahitaji tu maamuzi yako ya kusema kuanzia leo ninaanza kukushughulisha Roho Bwana. Ninaanza kukutii Roho Bwana. Ninaanza kukusikiliza Roho Bwana. Kama ni kulia nitalia, kama ni kuzungumza nitazungumza, ila kuanzia leo ninaanza kukusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na maombi anasikia. Mtu wa Mungu, naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Yesu kwetu ni rafiki. Tulie tena. Yesu ni rafiki. Yesu ni rafiki. Yesu abiwa pia tukiomba kwa Baba. Kwamba tulimwomba Baba, tulimwomba dua wagesikia. Una dhiki na maonyo, una dhiki na maonyo, una mashaka, haifai kufa moyo, haifai dua wangesikia. Hakuna mwingine mwema. Atujua redesi katara baba baba nezikataya rokotoro bobo yasikia. Oh, hakuna redesi katara baba. Unaweza kuanza kuomba kile unachokisikia ndani. Redesi katara baba. Ni nyakati ambazo Bwana anataka arejeshe tena watu kwenye nafasi zao. Rada bakati ya zikatada maombi rede. Hakuna rede zikatada baba zikatada. Wala hayupo ambaye anaweza katulumia. Atujua tudhaifu zeketele bebe.
Rokoto zikata mama rodo zikata yando rede zikatae rabababane zikato tujua tudhari maombi yasikia tujua tudhaifu tujua dhiki na mahonyo, una dhiki na naomba uimbe kwa kumwangalia Bwana. Zetekete da 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 rokoto sokoto bobo wakutuhurumia ranazikataya. Bwana mtakatifu, Mungu wa Israeli, ninajua unajua watoto wako sisi ni wadhaifu Bwana, na unasikia maombi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho wa maombi, roho wa maombi akainuke ndani ya mtu mmoja. Roho wa maombi, roho wa maombi, kila ambacho kilichokuwa kinazuia kuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watoto wa Bwana, watoto wa Mungu, watoto wa Mfalme, kuna mambo ambayo yamekuwa yanakuzuia wewe kufanya maombi. Hebu dili nayo hayo kuanzia sasa. Kataa hiyo hali ya kuwa wa kawaida, kataa hiyo hali ya kuwa wa kawaida kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rangata baba 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 renezika tama mamande rokotoro baba baba rakata mama mama seke, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana anainua tena, Bwana anainua tena mioyo, Bwana anainua tena roho za maombi, anainua tena kwa jina la Yesu. Ulikuwa na ratiba za maombi, sasa hivi hauna. Bwana anairejesha hiyo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kama tusipoomba tuwe na uhakika ya kwamba watu hawataokoka. Tuwe na uhakika ya kwamba ndugu zetu watafia dhambini. Kama tusipoomba tuwe na uhakika familia zetu rokotodo bobo bobo rekete sikata baba rokotoro bobo bobo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, tunakataa maisha ya kukubali kuishi bila maombi. Bwana, tunakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa maisha ya kuishi roko tobobobo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu hali ya kutokuomba, ninaikataa kuanzia sasa.
haitakuwa kwako tena, na Bwana ataleta mzigo, na Bwana ataleta mzigo ndani yako, na Bwana ataamsha tena hiyo roho ya maombi. Bwana anainua tena, Bwana anainua tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ambacho kilikuwa kinazuia wewe usiombe, wewe usiombe, kuanzia sasa ninashughulika nacho, ninashughulika nacho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba mtu wa Bwana, omba mtu wa Bwana. Starting point, starting point, starting point. Rokotokoko radena katayando ramakatara baba rokotoshikapae ramakatama baba. Hii ndio starting point ya watu kuondoka, ya watu kuanza upya maisha ya maombi, maisha ya maombi. Starting point, starting point ya maisha ya maombi. Rokotobakae, rokotobokae. Omba mtu wa Baba, omba mtu wa Bwana. Rokotobobobo. Starting point, starting point. Ukitoka hapa utakuwa ni mwendelezo wa yale maisha, maisha ya maombi, maombi yenye matokeo, maombi yenye matokeo kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakuna tena hali ya mazoea, hakuna tena hali ya mazoea kwenye ibada, hakuna tena kwenye maombi ya asubuhi, hakuna tena kwenye maombi ya asubuhi, hakuna tena hata kwenye streams, streams of life, streams of life. Watu wa maombi, katabara rakamako, vijana, vijana. Starting point, starting point katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Baba, Roho Bwana, Roho Baba, Roho Bwana akachemke ndani, akachemke ndani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Okotobobobo. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Maombi yanasikia, maombi yanasikia. Rokotokokoko, rokotobokoko. Watu walikuwa kwenye maombi wakapata watoto, watu walikuwa kwenye maombi wakapata watoto. Rakata baba baba baba, rokoto baba baba. Nakwambia mtu wa Bwana, nakwambia mtu wa Mungu, katika nyakati ambazo rima kashika kai, rima kapo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, Bwana anatuma malaika, anatuma malaika wakashughulike na jambo lako, wakashughulike na jambo lako, wakashughulike na jambo lako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo ninakataa, ninakataa maisha ya kawaida, maisha bila kuomba. Ninakataa rakapapapa ropotikapaya. Ikiwa Yesu aliomba, mimi na wewe ni nani? Makatara baba. Unatamani ushindi
unatamani rekatabaya rakatababa, vifungo vinaachilia, watu wanafunguliwa. Ni kwenye maombi, waliomba moko shikapa rakatababa, kwa jina la Yesu.